Agano liliandikwa juu ya mbao za mawe. Lakini Yaha hatimaye anataka agano hilo liandikwe wapi? Yaha anataka agano hilo lichorwe wapi kwenye moyo wa watu wake? Je, kuna thawabu kubwa katika tohara ya moyo? Nimeweka hapa kwenye mstari wa kuli kuhusu kwamba agano ni tamu kuliko asali na matone ya asali kutoka kwenye sega. Mithali inasema kwamba kuna kitu kinadondoka kutoka kwenye kinywa cha mwanamke mgeni, sivyo? Maneno haya laini, asali hii ikitiririka kutoka kinywani wa Babeli ya siri, ambayo ingesababisha uzinzi wa kiroho. Mambo haya yote, na unafikiri kwamba labda kahaba, ulaghai huu wa kiroho unaweza kuzuia agano kuandikwa kwenye mioyo ya watu wake? Mfalme Daudi alijua mambo haya yote. Inatusaidia kuelewa mahali ambapo Sulemani, hekima kuu ya Sulemani, angezungumzia mambo fulani, sivyo? Sawa, tuande kuzama ndani kabisa sasa. Sawa, kama hivi. Hii ilikuwa ni mambo ya usawa wa uso tu. Haya ni maneno ya msingi tu hapa. Tunajua masharti ya agano, lakini agano lenyewe ni nini? Inaweza kuonekana kama swali la ujanja. Mimi na Curtis tutazungumzia zaidi kuhusu hili, mafundisho yetu ya Sukot kuhusu agano. Lakini ninapokuambia agano ni nini, wengi wenu labda mtasema, vema, ni Torati ile iliyotolewa kwenye mlima Sinai. Nitasema kitu ambacho kitasababisha baadhi ya miguno ya magoti. Agano ni nini? Ni nini hasa kilichotolewa kwenye mlima Sinai? Nitasema jambo fulani kulingana na masharti ya agano yaliyotolewa kwenye mlima Sinai. Sheria, maagizo, haki na hekima ya agano ilitolewa katika mlima Sinai. Agano lenyewe ni mimi. Ukisoma katika Kutoka 19 mistari ya 5 na 6, Yah anasema jambo la kuvutia sana. Ukisikia sauti yangu na kutii amri zangu, basi wewe utakuwa watu wangu, nami nitakuwa Elohim wako. Na basi unaona hili agano kwa kifupi, kama ungependa kuita hivyo, kama ukifanya hivi, basi mimi nitafanya kile. Na kisha anaendelea kupanua agano, sivyo? Anasema, sawa, jambo la kwanza, usiwe na Elohim mwingine mbele yangu. Na anaendelea kuorodhesha masharti ya agano hilo. Sitaki kuita sheria bali kanuni. Acha nikupe picha ya kivuli. Mimi na mke wangu tuna agano. Tumefunga ndoa. Sisi ni mwili mmoja. Masharti yanayohusiana na agano hilo la ndoa. Kama sehemu ya hilo, nitamwambia mke wangu, usiwe na wanaume wengine kabla yangu, na kinyume chake, mimi na yeye sitakuwa na wanawake wengine kabla yake. Kuna maneno yanayohusiana na pamoja na ndoa yetu. Lakini agano lenyewe ni nini? Kwa ufupi ni kwamba kama utakuwa mke wangu, mimi nitakuwa mume wako. Huo ndio urahisi wa agano. Sasa hiyo inaonekanaje kivitendo? Naam, sina nyingine yoyote, mtu mwingine yoyote kabla ya mwenzi wangu. Unajua, usimtamani mtu mwingine yeyote. Tumia muda nami, nipe muda wako, niheshimu mimi nami nitakuheshimu wewe. Unaona kinachoendelea? Kwa hivyo, tena kurudi kwenye swali, tunajua masharti ya agano, lakini agano lenyewe ni nini? Kwa sababu kilichotokea kwenye mlima Sinai, kama tutakavyoona, ni mwendelezo tu wa kitu na kuelezea, kuhusisha, kusimulia maandishi sahihi ya kitu kilichotokea hapo awali. Kwa hivyo, hebu tuangalie agano na Ibrahimu, nami nitapanda mbegu kwa ajili ya mafundisho ya Sukot. Je, ilianza hata na Ibrahimu? Lakini hiyo ni mada nyingine.
Mwanzo 13. Tutafuatilia baadhi ya matukio muhimu katika maisha ya Ibrahimu. Sawa. Kuhusu agano hili, alimwambia Abraham, kwa sababu yeye bado ni Abrahamu wakati huu, baada ya Lutu kutengana naye, inua macho yako na utazame kutoka hapo ulipo, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Kwa maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako milele. Katika tafsiri fulani za Kiingereza itasema uzao. Sawa? Lakini Kiebrania kwa kweli anasema kwako na kwa uzao wako. Kwa Kiebrania neno hilo ni zera. Inamaanisha mbegu, kihalisi mbegu, uzao, wazao, vizazi, lakini inahusiana na kupanda. Unafanya nini na mbegu? Unaipanda ardhini, na hii inapaswa kuleta fumbo zima la mifano ambayo mfalme wetu alipaswa kusema kuhusu mbegu na kupanda mbegu na kuvuna mbegu na kupepeta mavuno ya mbegu na kadhalika. Nitaufanya uzao wako uwe kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuhesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabiwa. Sawa. Sasa neno hapa la kuhesabu si neno sefa kwa Kiebrania, ni neno mana. Inavutia. Kwa kweli naamini kuna mchezo wa maneno unaoendelea ndani ya Torati katika Mwanzo na Kutoka. Maana inasikikaje? Je, labda inasikika kama mwanadamu? Nani mana? Ufikiri hilo linavutia? Sawa. Sasa haya ndio yanayovutia. Neno mana linamaanisha kuhesabu, kugawa, kuteua, kuandaa, kuamuru, kuhesabiwa. Hii ni tafsiri inayofanana sana na neno tuliloliona kuhusu safar. Ni kile kinachoitwa visawe. Ni maneno ambayo ingawa ni maneno tofauti, zina mwingiliano mpana sana wa kisemantiki. Kimsingi zina maana sawa, lakini kila neno litakuwa na nuances tofauti kidogo ukitaka kuliita hivyo. Na hivyo uhusiano huu wa kimaudhui wa kuhesabu, kujiandaa, kuhesabiwa, fikiria kuhesabiwa katika rejista ya nyumba ya Israeli, kuhesabiwa miongoni mwa walio hai. Sawa. Kuwa sehemu ya sensa ya nyumba ya Israeli. Sensa hii ya mbinguni inahusishwa na uzao wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu, na Yaha anasema hutaweza kuhesabu. Hapa kuna jambo. Anavaa mbingu kama saa ya mkononi, sivyo? Ni nani anayeweza kuhesabu kwa kipimo sahihi? Inavutia, sivyo? Tuendelee. Mwanzo 15. Baada ya mambo haya, neno la Yawe likamjia Abrahamu katika maono. Usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako. Zawadi yako itakuwa kubwa sana. Inavutia kwamba tunasoma katika Zaburi kwamba katika kutunza au kulinda agano, kulinda jambo hili kuna thawabu kuu. Lakini Abrahamu akasema, Bwana utanipa nini? Maana naendelea kuwa tasa na mrithi wa nyumba yangu ni Eliezeri wa Dameski. Na Abrahamu akasema, tazama, hujanipa uzao, na mmoja wa watu wa nyumbani mwangu ndiye atakayekuwa mrithi wangu. Na tazama, neno la Yawe likamjia likisema, huyu hatakuwa mrithi wako. Wewe mwanao mwenyewe utakuwa mrithi wako. Kwa hivyo Abrahamu anaahidiwa uzao, mwana. Sawa, ameahidiwa mwana. Anaendelea. Akamleta nje, akasema, tazama mbinguni, uzihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Je, hili ni neno safara, jambo lenyewe tunaloambiwa kufanya katika kuhesabu omera? Kisha akamwambia, kwa hivyo uzao wako utakuwa Yahwe. Kimsingi anamwambia Abraham, hutaweza kuuhesabu uzao wako. Hutaweza kufanya hivyo. Wewe ni mwanaume. Lakini Elohim ni nani? Ni nani atakayeweza kuwahesabu? Naye akaamini, naye akamhesabia hesabu. Alimhesabia jambo hilo kuwa ni haki. Paulo angeendelea kuzungumzia hili.
Abrahamu alikuwa na imani tena, muunganisho huu wa kimaudhui na uzao wa Ibrahimu bila kuweza kuuhesabu kwa sababu utakuwa mkubwa sana. Jua lilipokuwa likitua, Abrahamu alishikwa na usingizi mzito, na tazama, giza kubwa na la kutisha likamjia. Sasa tutaona picha ya kivuli ya ajabu hapa. Jua lipotua na giza likawa, tazama, moto wa moshi ukatoka. Mwenge wa moto ulipita kati ya vipande hivi. Hiki ndicho kinachojulikana kwa ujumla kama kukata agano. Unaposoma simulizi hilo, Abraham aliambiwa alete wanyama hawa na kuwakata vipande viwili, kisha kuweka nusu moja ya wanyama upande mmoja na nusu nyingine upande wa pili. Na huu moto wa moshi, chungu na mwenge wa moto vilipita kati ya vipande hivi. Sawa. Kwa hivyo tunaona sehemu hii ya agano ikihusiana na uzao wa Ibrahimu na kutoweza kuwahesabu hadi watakapokuwa wengi kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa bahari na wa dunia. Sawa? Basi tuache. Inamaanisha nini kukata agano? Ni nini hasa kilikuwa kikienenea? Uelewa wa kale wa kibiblia kuhusu kukata agano ulikuwa upi? Wangefanya nini? Hii ilikuwa jambo lililokuwa likifanyika, kwamba kila upande ungeleta wanyama. Wangewakata wanyama hao katikati halisi na kisha kuweka safu ya vipande vya wanyama waliokatwa, na watu waliokuwa wanaingia kwenye agano wangetembea katikati ya vipande hivyo. Kimsingi, wakati wa kufanya agano, pande zote mbili zinazofanya agano zingetembea katikati ya vipande vya wanyama, na kile walichokuwa wakisema kimsingi ni kwamba nikivunja agano hili tunalofanya, nifanyieni kama mlivyowafanyia hawa wanyama, nikateni katikati. Hili linapaswa kukukumbusha lugha fulani kuhusu onyo ambalo Yeshua alitoa katika moja ya mifano yake. Wale wanaotupa kwenye giza la nje, inasemaje? Mkate vipande viwili na mpe sehemu yake pamoja na wale wanaolia na kusaga meno. Inashangaza. Kuna ishara ya agano katika mfano huo kwa Waebrania wa kale. Haikuwa katika udanganyifu, ilikuwa tupu. Lakini kukata huku kwa agano, walikuwa wakisema, nifanyieni hivyo kama wanyama hawa nikivunja agano hili. Sasa, katika Mwanzo 15, je, Ibrahimu alipitia vipande hivyo? Hakufanya hivyo, sivyo? Alikuwa amelala. Giza hili kubwa la kutisha na usingizi mzito ulimjia. Kwa hivyo ni nani aliyepitia vipande hivyo? Chungu cha kuvuta sigara na mwenge unaowaka. Sawa, tutaenda kwenye hilo. Kwa hivyo swali ni nani aliyechukua jukumu kamili na uwajibikaji kwa agano hilo ambalo alifanya na Abraham au Ibrahimu? Ambayo ina maana kwamba ni nani angelipa matokeo ya agano hilo kuvunjwa? Inazidi kuwa tamu sasa, sivyo? Inazidi kuwa nzito. Abrahamu hakupitia vipande hivyo. Elohim alifanya hivyo. Anachukua jukumu kamili, uwajibikaji na matokeo yoyote yatakayotokana na hilo ikiwa agano hilo litavunjwa. Je, agano hilo lilivunja? Unaona kinachoendelea hapa? Ibrahimu au Abraham wakati huo alikuwa amelala usingizi. Hiyo ni mfano na kivuli cha kifo. Alikuwa amekufa kwa namna fulani. Amekufa katika makosa yake. Kwa hiyo, ni nani basi angebeba uwajibikaji na jukumu na kulipa matokeo ya agano hili kuu kati ya Yah na watu wake likivunjwa? Hebu tuangalie mstari huu kwamba jua lilipokuwa limezama na kulikuwa na giza, tazama, chungu cha moshi na mwenge wa moto vilipita kati ya vile vipande. Jamani, chachu fulani ya ajabu imeingia kuhusu mstari huu. Utaona michoro hii ya kama hiki kijisehemu na huu mwenge mdogo wenye moto mdogo ukipita kati ya vile vipande. Na ndiyo, halafu watu wanasema, ona, inamaanisha Baba na Mwana. Na inakuwa ya kipuuzi kidogo kwa kweli.
Sijaribu kuwa mkorofi hapa kwa njia yoyote ile. Mimi mwenyewe nimewahi kufanya hivi. Hata mimi nilikuwa na chachu hii, siji hapa nikijiona mtakatifu kuliko wengine. Chachu hii ilikuwa ndani yangu. Ninaamini ukiangalia Kiebrania, smoking firepot, tanu hashan, maneno mawili hapa. Tanuru ni tanuru, jiko au oveni. Na unapochunguza hili, kwa kweli linatumika kwa ghadhabu ya Elohim. Fikiria kiwanda cha kusafisha ambacho kingeyeyusha chuma au dhahabu au fedha. Neno ashan, kuvuta sigara, kuwa na hasira, ghadhabu, kukasirika, kuwa na hasira kali. Kwa hivyo unaona ghadhabu au hasira ya ndani yake ni moto. Moto na moshi na mwenge unaowaka. Lapid, esh, sawa. Neno lepid linamaanisha taa au mwali wa moto. Mwali, na neno esh linamaanisha moto, miali ya moto. Neno hili kwa kawaida hutumika pamoja na theofani. Theofania ni neno la kifahari tu la Elohim linalojitokeza kimwili katika eneo la wakati. Ninachoamini ni nini kinachovutia sana hapa? Eshi inayotumika kwa moto, kupikia, kuchoma au kuchoma. Unachora nini? Nafaka. Inavutia. Ninachoamini unachokiona ni maelezo ya nguzo ya wingu na nguzo ya moto. Ninaamini unachokiona ni theofania, yaani Elohim anajitokeza na anakupa maelezo ya kile kilichokuwa kinaendelea kadri tunavyoweza kuelewa na kile Mwanzo inachosema. Kuna moto, kuna tanuru, kuna moshi na moto wa kimiujiza. Kupita katikati ya vipande hivi unaona maelezo naamini ya nguzo na moto. Unajua, unapoisoma ile maelezo ya nguzo ya wingu na moto, watu hufikiri kwamba vilikuwa vitu viwili tofauti. Naamini ulikuwa unaona moto na moshi wa ajabu tu. Tanuru. Hii ni lugha tu kwetu ili tuweze kuelewa Elohim akionekana katika ulimwengu huu ulioanguka. Kama ingekuwa ya kushangaza. Naamini inasema Elohim alipitia vipande. Yeye ndiye aliyechukua jukumu kamili na uwajibikaji kwa agano hili, kumaanisha kwamba yeye pekee ndiye aliyepaswa kulipa matokeo yake. Inavutia, nifanyie hivyo. Ikiwa agano hili litavunjwa, hii hatimaye huleta anguko la mwanadamu na Adamu, kwa sababu Adamu angefanya hivyo. Mwanadamu hawezi kujikomboa. Inahitaji mtu mwingine kukomboa. Inahitaji Elohim ili kutukomboa kutoka katika kifo. Lo, inazidi kuwa nzito. Lo, inazidi kuwa nzito. Kutoka 20:18. Sasa watu wote walipoona ngurumo na miali ya umeme na sauti ya tarumbeta au tarumbeta na mlima ukitoa moshi, watu waliogopa na kutetemeka wakasimama mbali. Unaona maneno mawili hapa kwa Kiingereza. Inasema miale ya ragi. Neno hapo ni lapidim, ambalo ni wingi wa lapidi, ambalo kwa kweli ni taa au mwali wa moto. Inasema kwamba kile kilichopita katikati ya vipande pamoja na Abraham wakati wa kukata agano pia kilionekana katika mlima Sinai. Na kwa kweli mlima ulikuwa unatoa moshi wa majivu. Neno la mzizi wa majivu ni neno hili ashan, maana yake kutoa moshi au kuwa na hasira tena. Hiki ndicho unachokiona katika kukata agano na Abraham. Na kwa hivyo, yeyote aliyepitia vipande hivyo, yeyote aliyepitia vipande vya agano na Abrahamu, sasa anaonekana kwenye mlima Sinai, wakati masharti ya agano hili yanaandikwa, kuhesabiwa, kuhesabiwa, kuhesabiwa kwa nyumba ya Israeli. Na inasema, unakumbuka kile tulichosoma ambacho Moshe alisimulia? Alivumilia maneno ya agano na maagizo ya watu. Na watu wakasema, tutafanya hivi. Je, walifanya hivyo? Sawa. Basi ni nani angechukua adhabu ya hilo? Yule aliyepita katikati ya vipande hakuwa Abrahamu, wala hakuwa uzao wa Abrahamu. Ilikuwa ni Elohim.
ambaye ndiye taa. Katika Isaya 62 tunaona hili kuhusu kile ninachoamini ni utimilifu wa utawala wa milenia. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitanyamaza hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa inayowaka. Kwa Kiebrania wokovu wake unatoka kama mwenge unaowaka. Kwa Kiebrania inasema sawa, yeye inasema Yeshua yake kihalisi, kama vile mwali unaowaka au taa itakavyokuwa, itatoka au kungua. Sawa, itang'aa sana. Neno hili linaonekana tena, mwenge huu unaowaka, kalapid, kama mwenge, kama mwali wa moto, na unahusishwa na wokovu wa Sayuni. Neno la wokovu kwa Kiebrania ni Yeshua. Bahati mbaya, nadhani sivyo. Mataifa wataona haki yako na wafalme wote wataona utukufu wako, nawe utaitwa kwa jina jipya ambalo kinywa cha Yawe kitakupa utukufu. Hapa kuna neno kavod, jambo ambalo Elohim hatashiriki, na mada nyingine ya kuvutia. Lakini tena angalia kwamba haki yake, wokovu wake. Naam, wokovu wa Sayuni ni nani? Wokovu wa Sayuni ni nani, mwanadamu? Yeye ni nani? Kama tulivyoanza mafundisho, nanyi mtaitwa kwa jina jipya. Naam, ni ahadi gani moja katika Ufunuo kwa mshindi kwamba Yahuu atawapa jina jipya ambalo yeye pekee ndiye analijua. Angalia hii, utakuwa taji la uzuri mkononi mwa Yawe na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Kama huyu si bibi harusi wa Masihi, sijui ni nini. Na inaunganishwa moja kwa moja hadi kwenye Agano. Nani alipitia vipande mwenge unaowaka? Isaya kimsingi anakuambia huyo ni Yeshua. Kwa njia kama hii haikupi uungu wa Masihi wako, nina daraja la kukuuza. Katika siku hiyo, Malaki 4, kwa maana tazama, siku inakuja inawaka kama tanuru. Hii inazungumza sawa, wakati wenye kiburi na watenda maovu wote watakuwa makapi. Siku inakuja ambayo itawachoma kama Yahwe wa majeshi, hata haitawaachia mzizi wala tawi. Hilo linavutia. Mzizi au tawi la Daudi ni nani? Malaki anasema watu hawa watakuwa bila mzizi au tawi. Bali ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litachomoza lenye uponyaji katika mabawa yake. Tulisoma nini katika Zaburi ya 19 kuhusu utukufu unaotangazwa na mbingu na nyota? Kwamba jua linafananishwa na bwana harusi. Bwana harusi ni nani? Ni mwanadamu gani? Yeye ni nani? Ni nani mwenye unaowaka? Ni nani mwenge unaowaka? Neno lililotumika pale kwa tanuri ni tanur. Hili ndilo neno lile lile lililotumika wakati wa kukata agano na Abramu. Malaki anahusisha tanuri hili linalowaka moto, siku ya Elohim, ambapo waovu wataadhibiwa, ambapo hawatakuwa na mzizi wala tawi, yani hawatakuwa na Masihi, kwa maono haya ya kukata agano. Lakini wale wanaomcha Elohim, inasema jua, bwana harusi wa haki, litachomoza lenye uponyaji katika mabawa yake. Neno linalotumika kwa ajili ya mabawa pale, kama ukujua, linaweza pia kutumika kumaanisha vishada, yani stitio. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu alifikia nini? Vishada, vazi la mfalme wetu, na akapona.
Picha nzuri ya kivuli hapo. Na nyinyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu siku nitakapofanya tendo hilo, asema Yahu wa majeshi. Naamini hii inaashiria utimilifu wa nyakati za miadi za msimu wa vuli. Na angalia anamalizia nini sehemu hii ndogo. Kumbuka sheria ya mtumishi wangu Musa, sheria na maagizo niliyomwamuru huko Horebu. Kwa ajili ya nami? Kwa Wayahudi? Kwa Wakristo? Hapana, kwa Israeli yote. Israeli yote. Hii ndio sababu unahitaji kujua nyumba ya Israeli ni nani. Na kwa hivyo tena, Malaki anaunganisha agano. Anasema, kumbukeni masharti ya agano nililotoa huko Sinai. Sasa, kama ungekuwa na uelewa wa Kiebrania, ungejua masharti ya agano yalikuwa ni upanuzi tu wa kile kilichokuwa kikiendelea na Abrahamu. Nami nitasema kwamba huo ulikuwa ni upanuzi wa agano lililoanza zamani sana. Uzi unapita, turudi kwa Abrahamu. Mwanzo 17. Tazama, agano langu linasema yuko nawe pamoja na Abrahamu au Ibrahimu, na utakuwa. Angalia hii. Sasa tunapata mwingine maelezo kuhusu agano hili. Utakuwa baba wa mataifa mengi. Mataifa. Jina lako halitaitwa tena Abrahamu, bali jina lako litakuwa Ibrahimu au Abraham kwa Kiebrania. Angalia hii. Kwa sababu Abrahamu alilinda agano, alipewa jina jipya ambalo kinywa cha kilimpa. Ujumbe huo, sivyo? Kwa maana nimekufanya baba wa mataifa mengi, umati wa mataifa, nitakufanya uzae matunda mengi sana. Kwa hivyo yake. Sasa Abraham anaambiwa kwamba si tu kwamba atakuwa na uzao, bali pia uzao huo utakuwa nao. Itaunda mataifa mengi. Mataifa. Nami nitakufanya kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Je, hii inaweza hata kuwahusu wafalme na makuhani watakao hudumu katika utawala wa milenia? Ninaamini hivyo. Kwa sababu tazama ahadi ambazo tumeziona hadi sasa kuhusu agano hili. Kisha nenda uangalie ahadi zilizotolewa katika Ufunuo. Nitaweka agano langu kati yangu na wewe na mbegu yapo, kuna baada yako. Angalia hii. Katika vizazi vyao vyote kwa ajili ya agano la milele na la kudumu. Huu si kipindi cha muda tu au kipindi cha muda. Unasema hii ni ya milele. Milele kuwa Elohim kwako na kwa uzao wako. Baada ya kuangalia kile kinachosemwa kama sehemu ya agano hili, mtakuwa watu wangu nami nitakuwa Elohimu wenu. Alikuwa anasema nini kwa nyumba ya Israeli kabla hajatoa maneno 10, amri 10 na masharti yote ya agano yanayohusiana nayo? Nenda usome Kutoka 19 mstari wa 5 na 6. Kama mtakuwa watu wangu, basi nitakuwa Elohimu wenu. Ni ahadi ile ile kwa uzao wa Ibrahimu, nyumba ya Israeli. Na ahadi hapa ni kwamba Israeli itakuwa mataifa mengi. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi ya mahali ulipokaa, nchi yote ya Kanaani, iwe milki ya milele, nami nitakuwa Elohimu wao. Tunaweza kufanya mfululizo mzima kuhusu istilahi hii ya mtakuwa wangu.